Jambo tena. Najua tutakuja leo kwa furaha, nimekuja kwa sababu tutakuja. Na nimekuja sehemu hii kwa sababu ile shida tumekuwa nayo imepita kiasi kwamba ilikuwa ni lazima waziri kuja hapa. Nipatie nafasi county security teams na hawa wote, lakini ilibidi mimi na IG tukuje hapa kwa dharura, kwa sababu nilisikitishwa sana kwamba kila siku tunaambiwa kwamba kumetokea another raid, kumetokea another attack, kumetokea another raid, kumetokea another attack, and it has been consistent throughout. So today nimekuja hapa nikitaka kwanza nisikie kutoka security team what exactly is the problem for security. Tulikuwa hapa mwaka jana kwa jukwaa la usalama. Even before that nilikuja kwa mkutano ya security na viongozi chache. Nimerudi tena kwa sababu this problem has continued to be persistent. Kwanza nimepata kwamba kwa sababu ya drug situation katika Kenya yetu saa hizi, kuna watu wengi sana wamehamia hapa Isiolo County kutoka sehemu zote za Kenya, kutoka Rift Valley, kutoka North Eastern, kutoka sehemu za Marsabit, wamekuja sehemu hii. Na kwa sababu ya hiyo, na tulikuwa tunajua haiwezi kuwa kwamba ilipata kwa ghafla. Ile problem tunakuwa nayo before imemultiply kupita ile imekuwa. Nilipokuwa hapa mwaka jana, mazungumzo yetu yalikuwa na kusudia zaidi ile changamoto tunapata kutoka Samburu hizi. Sehemu za hiyo kutoka huko Kondogiro, kupitia huko Kondogiro, huko sehemu za Mkokoto, Lakadera, Kisii. Hiyo yote ilikuwa inaashiria kidole katika sehemu hiyo kwamba inaleta shida upande wa Isiolo mpaka Meru. Lakini tunapoongea hivi sasa tuko na shida kwa sehemu nyingi katika kaunti hii, ikitokana na uhamiaji wa watu wengi kuja sehemu hii. Pia ni wazi kwamba kwa upande wetu kama security team tumeelekea kwa kazi yetu, na tumesema hiyo kwa watu wa security team. Tumekuwa wazi kwamba askari wetu wengi hawatokezei kufanya kazi yao katika sehemu ambayo inafaa kufanya kazi yao. Na kwa hivyo niko hapa kwa sababu nimeketi na hawa viongozi, nakaa na IG na team na county security team na pamoja na regional security team, na tumeambiana wazi kwamba sehemu ambayo tumeachilia kazi yetu lazima tuone kwamba kila mmoja anarudia kufanya kazi ambayo anafaa. Na ili kuwezesha hiyo kazi ifanyike, tunachukua hatua ya kiusalama kuanzisha massive operation katika sehemu hii. Na ninajua kwamba nimepata calls kwa hours viongozi wetu wote wanasikiwa kutoka MCS mpaka kama mpaka MP waangalia sana kusema kwamba Isiolo kumekuja shida. Lakini sasa kwa sababu tutafanya hiyo operation, tunaomba wote sasa, hakuna mtu atatuambia kwamba watu yangu wamefanyiwa hivi, watu yangu wamefanyiwa vile. Hiyo operation itakuwa chungu, itakuwa ina target bandits wenyewe, wale wanawapatia pesa ya kununua bunduki, wale wanawapatia pesa ya kununua risasi, wale ambao wananunua ng'ombe directly kutoka hao wakiwapatia pesa ya kununua hiyo kazi. Na haitafanya tu kwa sehemu moja, itafanya kwa sehemu zote safari moja. Na wakora wamekuwa wakiendeleza mambo ya kupiga watu kwa ita, we are coming for you.
and those who are trying to bridge differences kati ya jamii, kwa kujaribu kusema community hii ndio inapiga ile, community hii inapanga hii. We will come for you individually and it has nothing to do with your community. Ni wewe peke yako ndio. So beginning, today is Tuesday, so beginning tomorrow and by Thursday, by weekend, lazima nisikie duru kwa kila kona, nipate nasibu ya kila aina, ndio nijue kwamba hiyo uchungu umepatikana. Na wacha niseme hivi, hata ukienda kunipiga kelele, mimi nimefanyia hivyo before. Mwaka jana tulikuwa na shida kama hii kwa North kwa county yenye natoka, kwa Elgeyo Marakwet, Baringo na Boda na West Pokot. Tulipoanza operation kama hii, kulikuwa na kelele, nilikuwa napigiwa simu, nilifanyiwa baraza ya kufanya kazi na nikaambiwa nitashikwa na shida na nini kwa sababu watu wamepigwa. Lakini saa hizi wamama, wazee, vijana wametoa bunduki 1,500 katika sehemu hiyo, na tayari kila kona sisi wote wa security tutakuwa kwa siku kwa upande huo kupewa baraka. Wengine wanapatia kusema wataleta ng'ombe shamba ni. So it will be painful. I want to say that, and we are going to sustain that operation for as long as it takes until this belt is settled. I want also to say that that operation will not just be to flash out Wakora. We are coming for the illegal firearms, illicit firearms. And therefore, I want to announce in the forum that every citizen has a gun which is not for gun. You are not a PR, you are not police officer. Wewe tu ni mtu ya kushika bunduki kwa takwa, you better surrender that gun the earliest. I want to tell people who are hiding in these forests where I have said in Kokodo, Labrador, Kisii, all those areas, and you are hiding and staying together with bandits, please leave those places immediately. If you are sitting, protecting, and defending bandits, particularly kwa hiyo forest ya Kokodo, you better leave before the close of the day tonight, because ile kiboko itakuja hapo, haita discriminate wakora wote hapo. Sijui kama tunasikizana. Hiyo ndio first two things I wanted to say. Number 3, there has been laxity in terms of security coordination in this county. There has been laxity, and we can agree. Some of our officers wakitoka station, wakienda kwenye wanaishi, they don't come back to do the work they are supposed to do. Some of the operations ng'ombe inapita na askari wanaangalia alafu wanajifanya wanafuatana. We have told the security, the county security county commander, the IG has made it clear to the county commander where is he, Bamsan, and your team. How long are you here? 1 month. You came here because there was a problem. So you now have to organize your team for a county, and we want the police officers to be present in the police station and where they are supposed to be to respond to every security challenge in Yeko City. You may see. That will go to your performance and performance of the officers in this place. There are officers who are overstayed in this place and they have become complacent. Wako na marafiki, wako na networks na watu ya hapa, wanaogopa kiongozi huyu na kiongozi yule. Yapia kufanya na the IG is going to do the reorganization to make sure that we have fresh new police officers who will come here to assist. Those who have been overstayed in this place will also find the responsibility to do elsewhere. And those who have, when you are chigiza kwa mambo ya ukora, they will go through disciplinary action. They will not be posted to another place.
wale wana overstay and have become complacent will also be moved to serve in other places. We have also agreed that there are certain security roles that have blocked access for the security officers. We have captured the most priority ones, and within the next few weeks, we are working together with Ministry of Roads to open those roads, both here and in Samburu and Laikipia, so that then the places where we are doing operation will be accessible. This operation will be multi-agency operation. It will involve the National Police Service. There will be a technical support from the KDF. There will also be, of course, intelligence support in these operations, and they will involve KWS, who are owners of the forest, some of the forests where we will go, and also where needed is KFS and also KWS. So this is a multi-agency operation. It will involve all security forces across the country. The Commander-in-Chief, who is the President of the Republic of Kenya, has given marching orders that we must do everything to solve this problem of Isiolo, Meru, and the parts of Laikipia must be sorted immediately. All other smaller issues like network, it's not small of course, but we are working also on the network to make sure that some of these places are able to be addressed. Some of the roads will come and appear during the Kuala Usalama, but we will deal with the ones that are a bit more emergency related roads. I think from our meeting also, for our chiefs and assistant chiefs, hakuna kitu mliniomba siku ile kwa jukwaa kufanya, na tunaendelea kufanya ile inafaa. It is also your time now to give back to the people by cooperating with the security teams to identify wakora in good time as a preemptive measure. We want all our chiefs here to do their part. We have also told the county commissioner and the regional commissioner they are going to organize barazas in the areas where they have been sehemu ambazo kumekuwa na grazing agreements between communities that are migrating and the local community. We want those grazing agreements to be enforced by close working relationship here, regional commissioner, county commissioner, and the chiefs being involved in negotiations to make sure that we avert conflict as a result of competition for pasture and water. Sijui kama tunaelewana mpaka hapo chiefs? Tunataka msaidie jamii zote. Wale wanakuja kutafuta malisho na maji, lazima wapitie ile kubaliana na wazee wa sehemu hiyo, na tunataka nyinyi muandae baraza ya kuenforce your agreement so that when watakuja hapa ni watu wenye wanakuwa accounted for, because we don't know how long the drought will be. Maybe a month, maybe two. We cannot wait ati sasa mpaka watu waumie mpaka sasa tupate nyasi na maji. Ni vizuri kwamba kufanya hizo baraza haraka, and we will facilitate those barazas from the headquarters by supporting the regional commissioner's office to ensure that those barazas are done in the right way. NPR. NPR. Tuko na NPR karibu 240 kwa hii county. Tuko na karibu 300 kwa Meru. Tuko na NPR wengine kwa Samburu. Tunasema ya kwamba all NPRs must be reporting to the OCS, the Officer Commanding Station. They must be accounted for. Ndio wale ambao wanajiingiza katika ukora waweze kujulikana. Pia tunajua kwamba kila NPR kama local community wanapitia certain challenges, and we are saying they must be given logistical support, including food and other logistical support that will be given so that they can feel motivated to continue supporting the security team. Tunaona njia kidogo for 1 month, for 2 months, vile tuna support security wetu, tunataka kusupport also the NPRs in these areas that have been affected. Pia tumesema kuna sehemu ambazo NPR kuna wengine walifariki natural, wengine walipotezwa kwa sababu ya operations, wengine pia walijiondoa kutoka NPR, wengine walipatikana na makosa ya insecurity.
we are saying that the county security teams working with the regional security team under the regional commissioner must quickly work towards replacing those NPR that need to be replaced. And there is a request also that has been made by the security team for sehemu ambazo wanataka additional NPR. We are going to assess those additional NPR, and the IG will facilitate training immediately so that we can cover the areas that have not been covered. But I told us, regional police commander, all the NPR, we must know where they are. We cannot give people guns and then they misuse it to cause insecurity in this area. So we must vet properly. I ask all political leaders not to involve themselves in the recruitment of NPR. It belongs to the security team. So that people watu wasianze kuweka masupporters yao na campaigners ati wanakuwa NPR. Wacha iachiliwe ma chiefs na security team, wachague watu kutoka jamii yenye community wanakubali kwamba wanasimamia that position will be strictly enforced. RPC, that's your responsibility. Don't abdicate your responsibility to political leaders. It will be your job and your county security team to get the right NPR where we need to do the replacement. Mambo ya magari, tumewaletea magari kidogo juzi ya kureplace na tutaongeza ingine this week. Within the next 2 weeks, there are some police stations that are not in spec. We will get them a few other vehicles to support them, and you will see that happening. On the issue of the MRAPs, we are also saying the MRAPs, they need roads to access, but also we are leaving the